Salamu kwa wote popote pale mnapotazama na kusikia sauti hii. Mimi ni Hamisi Mizigo. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100 ambaye ndiye mwalimu pekee wa kweli kwa nyakati ambazo tunaishi. Mzaliwa wa pili Zulula 100 yupo katika hali hii inayoonekana kwa wakati huu. Ni yeye anayeturejesha ule ukweli wa asili ambao ulifichwa kwa karne nyingi zilizopita. Tukaishi chini ya uongo wa dini mbalimbali, tukiongozwa na vitabu vya dini mbalimbali ambavyo msingi wake ni udanganyifu, kwa sababu yaliyoko ndani yake ni mambo ambayo yalinakiliwa kutoka katika maandiko ya asili ya awali ambayo yalikuwepo tu kabla ya uwepo wa dini zote, alafu wakayabadilisha na kuyatengeneza kwa namna ya kuwarahisishia wao kumtawala na kumweka katika utumwa Mwafrika, mtu wa asili kwanza, na kisha watu duniani kote. Lakini kila jambo lina wakati wake, na huu ni wakati wa unabii ambao ulitabiriwa, pamoja na kwamba ni unabii ambao ulifichwa lakini umerejeshwa. Na ni mzaliwa wa pili Zulula 100 ambaye anarejesha ule ukweli halisi, maandiko yale asili ambayo hayana uhusiano na dini yoyote. Biblia Karata Mbale, maandiko ya kweli. Hii ni Biblia Karata Mbale, la Biblia authentic, Biblia halisi ya pekee, isiyo na makosa ndani yake, isiyo na uongo wala mkanganyiko wowote. Haya ni maandiko ambayo yapo kwa ajili ya kuongoza maisha watu katika hali inayoonekana. Tunasema hivi kila wakati, sio kitabu cha dini fulani, kwa sababu maandiko ya kweli yapo tu kabla ya uwepo wa dini zote. Yalifichwa lakini yamerejeshwa, na ni mzaliwa wa pili Zulula anayerejesha huu kweli. Pembeni yake hakuna ukweli. Kwa hiyo neno limeruhusu kwamba tena kwa siku ya leo niwe mbele yenu kwa ajili ya kuleta mafundisho ambayo tumekuwa na maendelezo wake, ambayo yanatusaidia kwa ajili ya kusonga zaidi katika njia yetu ya utakaso, lakini kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu ambao bado wangali na mashaka, bado wangali wanachunguza ukweli huu. Waendelee kusikiliza, waendelee kuchunguza, kuuliza maswali na wapate majibu ambayo yatawasaidia kufunguka na kuelewa kwamba huu ni ukweli halisi ambao hauna mkanganyiko wala uongo ndani yake. Siku ya leo mafundisho yetu tutayapata kutoka Karata DMC. Karata DMC ni kitabu cha maajabu, Le Livre Mystérieux. Kwa nini kitabu cha maajabu? Kwa sababu hii ni upande uliofichika wa Biblia Karata Mbale. Na tutapata mafundisho ya leo kutoka kwa patriarki wetu anayeitwa Esombe, ambaye inamaanisha kijana, ambaye wanadini walibadilisha historia yake, wakasema anaitwa Paulo, wakabadilisha na baadhi ya maandishi yake yakasomeka tofauti na usahihi ambao yeye mwenyewe Esombe aliandika. Lakini tuna neema, maana maandiko yale asili yamerejeshwa, hivyo tutapata mafundisho ambayo yana usahihi, yana uhalisia ndani yake, hakuna mkanganyiko wala uongo wa aina yoyote. Tutapata mafundisho yetu ambayo yana ujumbe unaosema upendo kwa jirani kulingana na neno, na tutasoma katika Esombe sura yake ya 10 kuanzia mstari wa 8, na tutasonga kadiri neno litakavyo tuongoza. Mstari wa 8 unaanza kwa kusema, msiwe na deni lolote kwa mtu yoyote mkato, isipokuwa kupendana kulingana na neno. Nukta. Kwa sababu yeye anayewapenda wengine kulingana na neno la loba ametimiza sheria. Tunajua kwamba kuna sheria ambazo tumepewa na tupo kwa ajili ya kuzifuata na kuziishi hizo sheria ambazo zitatuongoza sisi kufikia utakaso, ili tuweze kurithi agizo kula vitu ambalo ni longe la bwindea, uzima wa milele. Na Esombe ameanza kwa kusema tusiwe na deni lolote kwa mtu yoyote. Deni inatafsirika katika vipengele kadhaa. Deni ni mashtaka. Deni sio fedha au kitu fulani ambacho ulichukua kwa mtu unachotakiwa kurejesha peke yake, hapana. Ikiwa ulimsemea mtu uongo, ukamuingiza katika matatizo kwa sababu umesema uongo, hilo ni deni ambalo unabaki unadaiwa kwake. Ili hilo deni liondoke ni mpaka wakati ambapo utasema ukweli au kukiri, unakuwa umelipa hilo deni. Kuna mambo kadhaa ambayo yanatafsirika na kueleweka kwamba ni deni
zaidi ya fedha, zaidi ya thamani fulani uliyoiazima kwa jirani ambayo unatakiwa kuirejesha. Ndio maana Esombe anasema tusiwe na deni lolote kwa mtu yoyote, yaani tusiwe na shtaka la aina yoyote kwa mtu yoyote, bali tupendane kulingana na ukweli. Katika mstari wa 9 anaendelea kusema, upendo kulingana na neno haumdhuru jirani. Kwa hiyo upendo ni utimilifu wa sheria. Kama ambavyo nilieleza katika mstari wa kwanza. Katika mstari huu Esombe anasema upendo ni utimilifu wa sheria. Kwa sababu unaweza ukapewa sheria ambazo unatakiwa kuzifuata, unazotakiwa kuzitii. Lakini ikiwa utakosa upendo, ni vigumu kwako hata kuzitekeleza hizo sheria. Kwa sababu ikiwa baba kwa mfano anaagiza watoto wake kwamba hawatakiwi kufanya jambo fulani, kwa mtoto ambaye hana upendo na baba yake, hampendi baba yake, ni vigumu kutimiza maagizo ambayo baba yake anampatia. Na hata kama atatimiza baadhi na alafu kakosa upendo, bado anakuwa hajatimia. Kwa hiyo upendo ni utimilifu wa sheria. Sheria zote ambazo zipo, ambazo tunapaswa kuzifuata, zinakamilishwa na upendo. Ndio maana tunaagizwa kuwa na upendo wa jirani, na jirani ni yule mtu ambaye amekuzunguka, iwe ni katika maeneo yako ya kazi, maeneo ya nyumbani kwako, mahali ambapo unaishi, maeneo ya shambani kwako, yule ambaye ni wa karibu yako pia kiimani, dada, kaka ambaye mpo katika imani moja, huyo ni jirani yako. Na tunaagizwa kwamba upendo wetu ambao tunapaswa kuuonyesha basi uwe ni upendo kulingana na neno. Ndio maana katika mstari huu wa 9 amesema pia kwamba upendo kulingana na neno haumdhuru jirani, kwa sababu ni upendo ambao unatakiwa kuwa halisi, ni upendo ambao hauna unafiki ndani yake, ni upendo ambao hauna nia mbaya ndani yake. Kwa hiyo ni upendo ambao hauwezi ukaleta maumivu kwa jirani yako, ni upendo ambao hauwezi ukaleta madhara kwa jirani yako. Ni tofauti kabisa na tunavyoshuhudia na kuona katika dini mbalimbali, wale wanaojiita kwamba wapo katika dini, wanaigiza mbele ya mchungaji wao, mbele ya kiongozi wao wa kiroho, mbele ya waumini wengine kwamba wanaheshima, kwamba wanapenda watu wengine. Lakini wanapotoka hapo, uhalisia wa maisha yao ni unafiki ambao umejaa, uongo, masengenyo, kusemeana mambo mabaya. Lakini wanasema wana upendo na wanapendana. Huo sio upendo kulingana na neno, ni upendo ambao una malengo na una makusudio mabaya. Kwa hiyo tunaaswa sisi kupendana, na upendo wetu uwe kulingana na neno, na hivyo upendo huo utakuwa na matokeo mazuri kwa jirani yako ambaye amekuzunguka. Katika mstari wa 10 Esombe anaendelea kusema, hili ni jambo la maana zaidi, kwa vile mnavyojua ni wakati gani tuliomo. Nukta 2. Ni wakati wa kuamsha, hatimaye kutoka usingizini mkato. Kwa maana sasa wokovu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Ni kweli tunajua wakati ambao tunaishi ni wakati ambao mambo mabaya, chuki, matukio mbalimbali ambayo kwa kweli tunaona kabisa yanadhihirisha kwamba ni nyakati mbaya ambazo tunaishi. Upendo unapotea, unafiki unaendelea kuwa mwingi, kila mtu anajitazama yeye mwenyewe, jambo ambalo si kulingana na ukweli. Na hayo mambo ni matokeo ya dini mbalimbali na mafundisho mbalimbali ya kiimani, mafundisho mbalimbali ya kiroho ambayo msingi wake ni uongo, msingi wake ni udanganyifu. Watu wanaosimama kuhubiri upendo katika uhalisia wa maisha yao hawaonyeshi wala kudhihirisha upendo. Watu wanaosimama kuhubiri na kukemea dhambi
uhalisia wa maisha yao ni watenda dhambi wakubwa, ni waovu wakubwa, kwa sababu msingi wa mafundisho wanaoyaishi ni uongo, kwa sababu ni mambo ambayo yalivuviwa na shetani mlima Bobel, roho mbaya. Na Esombe katika mstari wa 10 anamaliza kwa kusema wokovu upo karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Ni kweli, wale ambao tumepata neema ya kujua kweli huu, tunajua vile tulivyokuwa zamani, tunajua jinsi gani tulikuwa mbali na wokovu, tunajua jinsi gani tulikuwa katika upotofu, tuliishi katika dini mbalimbali kulingana na kila mmoja, lakini maisha yetu tunajua vile tulivyokuwa. Na baada ya kupokea ukweli huu, baada ya kuendelea kupokea mafundisho haya ya kweli ambayo yanaletwa kwetu na mzaliwa wa pili Zulula 100, mafundisho ya kweli ambayo yanatoka katika vitabu vya kweli, Biblia, Karata Mbale na vitabu vingine vya manabii wa kweli, yanabadilisha maisha yetu, yanatuosha, kututenga na kila aina ya uovu na dhambi. Na kadiri tunavyosonga, tunaendelea kukaribia wokovu ambao tunajua ili kuufikia tunahitaji kuwa safi kikamilifu. Tunahitaji kutokuwa na alama yoyote ya dhambi ndani yetu. Tunahitaji kuepuka kutenda dhambi zote kwa hiari. Kwa hiyo neno linatuasa sisi kuwa katika ufahamu ambao ni mzuri, kudhihirisha upendo kulingana na ukweli. Katika mstari wa 11 Esombe anaendelea kusema, usiku umeendelea sana na mchana umekaribia. Basi yavueni kabisa matendo ya giza, katika mabano ya ulimwengu wa kichawi, ya wazungu na damu mchanganyiko, katika mabano metisi, na vaeni silaha za nuru. Tuyavue kabisa yale matendo ya giza ambayo tunayashuhudia na kuyaona yanatendwa na wazungu na damu mchanganyiko. Kwa nini imetaja kwamba matendo haya ya giza ni matendo ya wazungu na damu mchanganyiko? Kwa sababu wao ndio wanaodhihirisha uovu na ubaya katika hali inayoonekana. Yanapitia kwao kutoka kwa baba zao ambao ni malaika walioanguka, kwa wale ambao hawajui hilo. Tunapoona mambo mabaya yote, tunapoona uchafu, uovu wa aina mbalimbali katika hali inayoonekana, ambao unatoka nje ya bara la Afrika, kwa mfano unakuja katika bara letu kipenzi, Munyele, Wase ambayo wataita Afrika, tunaona kwamba yanatoka kwa wazungu na damu mchanganyiko. Kaka zetu, dada zetu wa Afrika, kuna baadhi ya tabia wanaiga, wanapokea kutoka kwa wazungu na damu mchanganyiko. Kuna baadhi ya desturi ambazo ni chafu wanaiga na kupokea kutoka kwa wazungu na damu mchanganyiko. Mambo mengi mabaya ambayo tunaweza tukayaelewa kwa haraka haraka, wote tutakuwa ni mashuhuda kwamba yanatoka nje ya asili ya mtu mweusi, alafu yanakuja kwa mtu mweusi. Lengo ni kwa ajili ya kunajisi utu wake wa kiroho, kuendelea kumpotosha na kumuingiza katika mikanganyiko na kumtenga mbali na ukweli. Ndio maana Esombe anasema tuyavue kabisa matendo hayo ya giza ambayo yanadhihirika kutoka kwa wazungu na damu mchanganyiko, na tuvae silaha za nuru, yani ukweli. Katika mstari wa 12 anasema, enendeni kwa unyoofu mkato, kama vile mchana mkato, mbali na ufisadi na ulevi mkato, na tamaa mbaya na uzinzi mkato, uasherati, ushoga, usagaji, ngono na wanyama, ugomvi na wivu. Haya ni mambo ambayo tunaona yanachukua kasi kubwa katika hali inayoonekana, yanaingia mpaka katika makabila ambayo kweli kweli matendo ya namna hiyo kuyaona haikuwa rahisi, hayakuwa yanakubalika, lakini leo yanapenya. Unaona yanaingia, yanaonekana mpaka kwa makabila ambayo hata katika hali ya kawaida
Watu wanashtushwa kwamba mpaka watu wa kabila hili na wenyewe wanakuwa ni mashoga, kwa sababu ni mambo ambayo yanachukua kasi sana, na hayo yote ni desturi za wazungu na damu mchanganyiko ambazo wanazileta katika bara letu kipenzi wase, yani watakayosema Afrika, ikiwa ni pamoja na dini mbalimbali ambazo zipo katika bara letu. Tunajua haya yote yametokea kwa wazungu na damu mchanganyiko, yamekuja katika bara letu. Bali Esombe kupitia somo letu la siku ya leo wanatuasa sisi tuenende kwa unyofu na kujitenga mbali kabisa na uchafu wa aina hizi zote ambazo zimetajwa hapa. Hata ikiwa uliwahi kushiriki ama kujihusisha na mambo ya aina hizi, mambo ambayo ni desturi chafu kutoka kwa wazungu na damu mchanganyiko, wewe kama mtu mweusi, popote pale unapokuwepo katika dunia, unapaswa kujitenga na mambo kama haya. Uwe na ufahamu kwamba wewe ni mbegu takatifu, mbegu ya asili. Desturi chafu ambazo zinaletwa na wale wazao wa adui kwa ajili ya kuja kunajisi na kuleta kifo cha kiroho kwa taifa la asili, tunapaswa kujitenga na kujiepusha nayo. Na katika mstari wa 13 ambao ndio mstari wetu wa mwisho kwa siku ya leo, Esombe anamaliza kwa kusema, bali jivikeni neno kiroho mkato, wala msiushughulikie mwili ili kukidhi tamaa za nafsi iliyoachwa peke yake. Anasema tujivike neno kiroho. Ukweli ambao tunaopokea unapoukubali kiroho ni kama vazi ambalo umepewa na unapokea na unalivaa. Vazi ambalo ni ukweli. Ukweli unaokuongoza kuishi kwa usahihi, ukweli unaokuongoza na kukuonyesha namna gani unapaswa kuwa na uhusiano mzuri na majirani na jamii iliyokuzunguka. Ukweli ambao unakuongoza na kukuonyesha jinsi gani utashinda vishawishi na majaribu mbalimbali ya dhambi ili uweze kufikia ukamilifu ambao hatima yake ni kurithi agizo kuu la vitu ambalo ni wanasema ulimwengu wa kiroho, kupokea uzima wa milele, yani longela windea katika lugha ya asili. Lakini Esombe amemaliza kwamba msiushughulikie mwili ili kukidhi tamaa za nafsi iliyoachwa peke yake. Hamaanishi kwamba tusifanye kazi, tusitafute chakula, tusitafute fedha kwa ajili ya kupata sehemu nzuri za kupumzisha miili yetu, tusivae mavazi mazuri kwa ajili ya kustiri miili yetu. Hajamaanisha kwa namna hii, bali tusishughulikie mwili ili kukidhi tamaa za nafsi iliyoachwa peke yake, tamaa ambazo ni mbaya. Maana nafsi tunajua ni mtoto ambaye anatokana na muungano wa roho na mwili, na nafsi yeye ni mwili wa tamaa na hisia. Yeye yupo hapo kwa ajili ya kutamani kila kitu. Kwa hiyo nafsi ambayo imeachwa peke yake ni nafsi ambayo haiongozwi na neno la Loba, ni nafsi ambayo haiongozwi na ukweli, ni nafsi ambayo haipo chini ya mafundisho haya ya kweli ambayo yanaitwa na Mzaliwa wa Pili Zurula 100. Hatupaswi kushughulikia mwili ambao unachochewa na nafsi iliyoachwa peke yake ili kutekeleza mambo mabaya. Nafsi inapotaka kushiriki mambo ya uzinzi itatumia mwili kwa sababu ipo katika mwili. Mwili unapotaka kutimiza mambo ya namna hiyo, hatupaswi kuusapoti, hatupaswi kuushughulikia, kuangaikia ili kutimiza tamaa hizo ambazo ni mbaya za nafsi ambayo haiongozwi na neno. Bali tunapokaa katika uongozi wa neno, tunapobaki waaminifu kwa kutii sheria na maagizo yote ya neno, moja kwa moja nafsi zetu zitaendelea kutengwa na uovu, nafsi zetu zinaendelea kutengwa na uchafu wa aina zote. Neno ambalo tumelipokea linaendelea kutuosha na kusafisha utu wetu wote tatu, na tunafikia usafi ambao hatima yake ni kupokea uzima wa milele ambao ni longela windea. Haya ni mafundisho ambayo yanatoka kwa Esombe na ni maandiko ya asili, maandiko ya kweli ambayo patriarki wetu Esombe aliandika kutoka katika Kalata DMC, maandiko ya kweli ambayo yanarejeshwa nyakati hizi na Mzaliwa wa Pili Zurula 100. Wewe ambaye unasikiliza haya mafundisho, iwe ni kwa mara yako ya kwanza, endelea kuchunguza, endelea kuuliza maswali, endelea kulinganisha kati ya yale ambayo umeyaishi tangu utoto wako na haya ambayo sasa unayapokea. Usifungwe na vitisho vya wachungaji wako,
usifungwe na vitisho vya watu ambao wamekuzunguka wakikwambia kwamba ukitoka katika dini hiyo utaenda kuungua moto. Hivyo ni vitisho ambavyo pia wazungu na damu mchanganyiko walivitumia ili kuwafanya babu zetu waache ukweli wa asili, alafu wapokee uongo na mikanganyiko ambayo wao waliweka, wakivuviwa na shetani mlima bobe, roho mbaya. Ukweli upo kwa ajili ya kuturejesha katika usahihi kutoka katika mikanganyiko ya dini mbalimbali ambazo zimejaa katika bara letu la Afrika wase, kuturejesha katika ukweli wa asili ambao ndio huu ambao tunausikia kila wakati. Endelea kuchunguza haya mafundisho, endelea kufuatilia mafundisho, na unaweza pia ukaagiza vitabu hivi, Biblia, Karata Mbale, Karata DMC, pamoja na vitabu vya manabii mbalimbali, maandiko ambayo ni ya ukweli wa asili. Yapo tu kabla ya uwepo wa dini zote, ili uendelee kusoma, kufuatilia, kuchunguza na kujifunza ukweli huu wa asili. Zulula 100 ndiye mwalimu pekee wa kweli kwenye nyakati ambazo tunaishi. Ni yeye anayetufunulia na kututambulisha Loba, muumba pekee wa kweli. Ni yeye anayetufunulia na kututambulisha Joki Sabe, mzaliwa wa kwanza ambaye ni Kristo wa kweli. Ni yeye anayetufunulia na kutulejesha utambulisho wa kweli wa mapatriaki wetu na matriaki wetu, mabibi na mababu zetu ambao walitembea kulingana na ukweli, usahihi wa yale waliotuandikia ili atuongoze. Ni mzaliwa wa pili Zulula 100 ambaye anaturejeshea. Mimi ni mtu huru, nimeijua kweli, imeniweka huru.